chief executive officers of technology companies and institutions that are in this event, distinguished keynote speakers, waongeaji na washiriki wengine, pamoja na kakaangu Fundikira na kakaangu Paul Kawawa, pamoja na wengine. Sikuweza kusikia majina mapema, ningewa acknowledge wote. Captains of the industry and also investors and also other partners which are in this room, lakini wengine ambao wanashiriki remotely. But the most important is the young innovators, founders, software developers, engineers, and other ICT experts, and our, what do they say, grassroots engineers. Members of the press, ladies and gentlemen. Nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Tanzania. Tukisema JMT ya mjui namna ya kuitikia. Jamhuri ya Tanzania. Safi sana. Nashukuru sana. Mimi nashukuru, na kama nitaongea Kiingereza hapa na mlaumu kaka Yindi, kwa sababu niliuliza hii presentation nitafanya kwa Kiingereza au Kiswahili, hakunijibu. So I prepared it in English, kwa at most naweza kuongea kwa Kiingereza, but I understand kwamba naongea na watu wa vyuo ambao tunaelewana vizuri kwa lugha zote mbili ikiwemo Kiingereza. Kama unanielewa na kama unafikiri Kiingereza na chenye kinafaa, naomba unyoshe mkono. Basi siko nani ambaye haelewi kabisa Kiingereza? Nashukuru sana, nitavichanganya. So it is my honor, ni heshima yangu kubwa kusimama hapa, lakini sisimami peke yangu. Nasimama hapa kwa niaba ya Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mheshimiwa Profesa Mkenda, Adolf Faustin Mkenda. Lakini vile nasimama hapa kwa niaba ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, ambayo imenipa heshima kubwa sana kuiwakilisha hapa. Kwa kweli hatukutaka kukosa hata kidogo. What we do have here is something that reminds me, or something that makes me feel I wish I was 30 years younger. Natamani ningekuwa na miaka 20 au 25 kipindi hiki ambacho kuna ICT, kuna internet, kuna simu au teknoloji za bei rahisi, lakini kikubwa kabisa we've got this very young and very brilliant minds wako hapa. Vijana mlio hapa, innovators mlioko hapa, techpreneurs mlioko hapa, nyie ndio wanajeshi kamili. Tumeanza kwa kuwatangaza wakina ladies and gentlemen na wengine na panelists, but I think this is something for the youth, the fighters, the innovators, the founders, the misfits, the people who are courageous enough to be misunderstood, the people who Steve Jobs says square pegs in round holes, people who choose to follow another route, people who actually don't follow the group think, but they think individually. Nyie ni mashujaa. You are the frontier people. Mimi nimekuwa nikijiuliza hawa vijana wa siku hizi wanapata wapi courage ya kusema mimi ni founder wa kampuni XYZ, wakati mimi miaka michache tu iliyopita hata nilikuwa sijui tunaanzia wapi kusajili kampuni. Some of you already have products, you have services, you have got concepts ambazo wengi wenu mmekuwa mkizidevelop mkiwa peke yenu au mkiwa katika team ya marafiki, and you come up with a product na kusema kwamba hii nitaitengenezea biashara, nitaenda kuisajili. Sisi ambao wengi tulisoma ili tuajiriwe, tunajiuliza mnapata wapi hiyo courage? Na ukiamua kuwa mtu wa kufikiri, ukiamua kuwa mtu mbunifu, wakati mwingine you sacrifice kwa kutokufuata kundi, lakini ndio sehemu ambayo when you actually think na ukibuni, that's when you open yourself to the risk of being misjudged. Simona watu ambao wengine wakienda huku, mmoja anaenda huku, namna ambavyo wengine wanamsuta, wanasema
yule amekosea, kwa nini hatufuati sisi tulio wengi? Lakini usikute that person who chose to walk alone is actually the person who is actually thinking. Na ni mtu ambaye yuko courageous na yuko tayari apoteze chochote alichonacho to follow their dreams. Kama alivyokuwa anasema Steve Jobs kwa mara nyingine, just trust your passion, establish your goal, focus on it mpaka mwisho. Alafu just trust kwamba ukishamaliza kupiga hatua zako 1000 ukiangalia nyuma, everything that you believed in, everything that you worked for, everything that you spent sleepless nights, it will make sense when you are looking back. Why? Because you don't understand things moving forward. You actually understand things when you have moved forward and you are looking back to look at where you came from. Nyie ndio ambao mmeamua kuwa na passion ya kusema sisi tutasonga mbele, mimi nitabuni, mimi nitachukua hela zangu za boom, nitaenda kuwekeza kwenye hii product ambayo mimi naiamini. Hata kama wengine hawakuelewi, nasema lakini I really trust kwamba mwishoni watakuja kuelewa tu, tutaelewana tu. You are the real champions na hili tukio ndio kwa ajili yenu. Sisi wengine tuko kuwasindikiza. Vile vile nataka kusema kwamba mara nyingi ukiangalia vijana wanakuwa na ndoto, wanakuwa na nguvu, wanakuwa na ari, wanakuwa na kazi ya kutengeneza kitu, create an app, create a product, create a service. Hao mara nyingi unakuta wanaingia kwenye mazingira ambao zile products or services they go through what they call a death valley. Kwa sababu unakuta wakati mwingine mazingira sio wezeshi sana kuweza kusupport our young innovators. Mimi mwenyewe I'm a victim of many dreams that have been killed. I said maybe my dreams got killed quite early. Nikiwa na miaka 11 niliweza kutengeneza redio. Ilikuwa ina transistors, sijui na kitu gani, waya mmoja unaenda batini, mwingine unaenda ardhini. Na kinachonifanya nikumbuke ni kwamba mzee wangu ambaye alikuwa anapenda kusikiliza taarifa ya habari ya saa 2, umeme ulizima, akasikiliza redio yangu. So nilikuwa nategemea kwamba mfumo ungeweza kutusupport, labda nikaja kuwa technologist huko mbele. But that dream got killed kwa sababu mazingira hayakuwa sahihi. Hatukuwa na internet, hatukuwa na mawasiliano, hakukuwa na mtu mwingine wa kujifunza kwake kwa sababu wote tulikuwa tunaimba wimbo ule, biology, geography, physics, lakini hatukuwa tunashare skills. And those ideas got killed. Wewe nikataka kuja kuwa daktari, advanced doctor, those dreams got killed. Lakini sasa hivi kuna mtandao, internet. Everything is based on digits and everything is based on touch. Unaweza kuwasiliana na mwenzio bila hata kufikiria bei. You can hear, you can see, you can talk. Yani kila mmoja hapa ni kama kaserikali kadogo. Hapo ulipo una mawasiliano, Instagram, Facebook na vitu vingine. You can broadcast to 10,000 people, hata watu 100,000 kwa wakati mmoja. Lakini hata wale ambao hawatakusikia wakati huo, they can also broadcast. Unakuta kwamba wewe mtu mmoja, you become viral. Ile ni mawasiliano, ni kama redio, ni kama chombo cha habari. Wewe mwenyewe tayari umekuwa kataasisi kumbe, kwa sababu you can also broadcast. Lakini vile vile una nguvu na uwezo wa kupull all the information from the planet ukauleta nyumbani kwako kwenye simu au kwenye laptop. With all that information, manake wewe ni mashine hatari. You can learn anything, you can do anything. Kwa haya ni mazingira mazuri kabisa kwa wewe kuwa innovator ambao ukakua, ambao ukabiasharisha teknolojia yako na innovation yako. Lakini sio tu kubiasharisha, unaweza ukaajiri, and eventually you'll find yourself changing the community and actually developing many human lives. This is the right time for you to innovate. This is the right time for you to believe in yourself. This is the right time for you to participate in this platform. This is the right time for you to sharpen your skills and improve your skills and improve your capacity so that you can produce something that you can eventually claim it as yours, something that you can put out in the market and you can be able to sell, make money, but also create employment. This is the right time. It is also the right time because the government is also behind you. Initiative ya Microspace imeanza kama ni initiative binafsi,
lakini bahati nzuri na taasisi zimetake interest, na moja kati ya hizi katika wengi ni Wizara ya Elimu, ambayo leo niko hapa kwa heshima kubwa na represent na namrepresent waziri wangu wa Elimu, Sayansi na Teknolojia. Kwa nini taasisi za serikali na especially Ministry of Education imetake interest kushiriki kwenye hili tukio zuri? Ukiangalia tumeisha sasa hivi sera yetu imebadilika. Ile 2014 toleo la 2023 haizungumzii tu elimu ya wewe kwenda kukrem darasani. Inazungumzia elimu kwa vitendo au elimu ya amali. Nafikiri kuanzia ngazi ya primary mpaka sekondari. Tunapozungumzia elimu ya amali, skill based education, that is the kind of education that takes the nation forward. Ukiwasomesha watu kwenye mfumo wa elimu ya kawaida tulionayo, theory based education ambayo inaanza msingi, sekondari mpaka eventually chuo kikuu, unakuta much of it inakuwa ni theory based education. Kweli unakuwa unajua mengi, kweli unakuwa programmed kwenda kuajiriwa, lakini na mabadiliko haya ya hii sera maana yake anaenda kupromote skill based education, ambapo mtu unatenda kitu, ambapo mtu unatengeneza thamani, you create value bila kusubiri kuajiriwa, kwa sababu wewe mwenyewe unakuwa na zile skills. Alikuwa ananiambia kaka yangu Yindi hapa kwamba China mtu anaweza kuwa na degree zake 3 kwa maana ya PhD, lakini bado mtu huyo anaenda kukamata, anaenda kuchomelea kitu. Ile kazi ya kuchomelea mara nyingi inachukuliwa ni ya wale mafundi au watu ambao hawajaenda shule, lakini pale mtu mwenye degree zake 3 anaenda kuchomelea chuma. Kwa nini anachomelea chuma? Kwa sababu ameshajifunza ni joto kiasi gani linahitajika, unachomelea kwa kiasi gani, kiasi kwamba yeye atakavyochomelea kitu kitakachotoka pale kinakuwa na thamani kubwa, kinakuwa more reliable and more robust kuliko kile ambacho amechomelea yule ambaye hana ile theory based education. Kwa hiyo ina maana hata yule mwenye degree zake 3 with the theoretical education ilibidi apate skills ili aweze kutengeneza kitu ambacho kinahitajika na wengine, ambacho kinatatua matatizo ya wengine, ambacho mwingine anaweza kukinunua kwa sababu anaona ni solution. Kwa hiyo sasa hivi sera na yenyewe imebadilika kuanza kutoa skills, kutoa amali kuweza kuwafanya watu kila mmoja aweze kuzalisha thamani pale alipo bila kusubiri ajira. Case in point, niliona kijana mmoja ambaye sasa hivi alikuwa anafanya kazi ya urembo, kutengeneza kucha, and then he honed those skills, akawa mtaalamu hasa kutengeneza kucha hasa za kina mama. Kilichotokea ni kwamba soko lake limekuwa kubwa, yeye kwa sababu ana uwezo tu wa kutengeneza kucha vizuri. Sasa hivi amefungua, ameajiri watu, kwa mfano pale Mwenge, Dar es Salaam, amekuwa na kiwanda, watu wanajaa pale kwa ajili ya kutengenezwa kucha tu. Nobody is even questioning amesoma kiasi gani. Lakini kinachomfanya aendeshe maisha yake, kinachomfanya atengeneze uchumi wa eneo la Mwenge, kinachomfanya aajiri watu wengine ni zile skills alizopata. And skills based education is what will make you kujiajiri na kuajiri wengine na kutengeneza thamani na kusababisha tofauti katika maisha ya watu wengine. Sasa nyie mnachofanya mkiwa kama wabunifu, you are actually showcasing, discovering and elevating your skills. And it is your skills that will make you a different person. It is the skills that will take you to the next level. Lakini it is your skills that we are interested in, kiasi kwamba hata Wizara ya Elimu inasema lazima tushiriki kwenye hili tukio, na tunataka miaka ijayo tuwe sehemu ya hili tukio, kwa sababu leo tuna launch tu. Sio tu Wizara ya Elimu, taasisi zingine nyingi, kwa mfano wizara hii mpya ya maendeleo ya vijana, nayo imeanzishwa, ina watu brilliant. Cha kwanza walichosema ni nini ambacho tunaweza kufanya ambacho kikaleta mabadiliko ya haraka kwa vijana. Sasa hivi wanaanza kupromote popote ambapo panaonekana kuna skills zinakuwa developed, na wenyewe wako hapo na wanawekeza fedha zao na wamepata fedha nyingi toka serikalini kwa ajili ya kufanya nini? Kuendeleza hizi skills. We are talking about skills. Serikali iko interested kwenye skills. Wizara kama ya Elimu na Maendeleo ya Vijana wako interested kukuza skills, kwa sababu wanajua huu ndio mhimili ambao utalibeba taifa. Vijana ambao wana skills
wana akili ya biashara ambao hawafikiri kuajiriwa, wanafikiri kujiajiri, develop product na kuajiri wengine. That's why we are interested. Kwa this is a private event. It is an event ambayo imeanzishwa na private entity, lakini sasa hivi hata serikali ina take interest, inasema na sisi tunawezaje kuingia tukalifanya ili tukio likawa kubwa, sio tu la kitaifa, liwe la kimataifa. Kwa this is the right time. Mitandao ipo, miundombinu ipo, vijana sharp mupo, private enterprise is interested, lakini hata serikali na yenyewe is very interested kuwa sehemu ya hii ili kusababisha mabadiliko kwa vijana wengi, wabunifu wengi, technologists wengi. This is the right time. Mimi ninachofikiri kingine ni hivi. Tumeanza kusema hii ni microspace, na nilipokuwa nasoma concept ya microspace alikuwa anasema tunataka kuibua wa Tanzania. I think this is a good thing. Microspace ikiwa ina operate tu hapa Tanzania, najua italeta mabadiliko mengi mazuri, na tayari imeanza kuleta mabadiliko mengi mazuri. Tangu lini umeshawahi kusikia mtu anakuambia kwamba bwana kuna milioni 10 yako hapa, ukituonyesha ubunifu mzuri na ukaprove kwamba ubunifu wako ni bora kuliko washindani wako? Watu wangapi wanaosema tayari tuko tayari kukupa milioni 10? Sana sana ni kampuni za kubeti tu, lakini hamna mtu ambaye ana hela alafu anakuambia mimi nataka ni kuimprove. Mimi nilipewa shilingi 200 nikapewa na shilingi 2000 nikafika hapa, mimi nataka nikupe milioni 10 usonge hatua zaidi yangu. Wengi wanakuwa vibaka tu, lakini Microspace and the founding team wanakuambia kabisa tunakuwekea hapa hela ili tukupe chachu ya kushindana, ili tukupe chachu ya wewe ku develop skills, uweze kuongea na kujieleza vizuri, na uweze badala ya kufanya kitu kwa utundu tu ufikirie kama cha kukibiasharisha. Tayari Microspace inafanya hiki kitu, na tayari kuna mtu au watu ataondoka na milioni 10 zao wakaboreshe bonifu zao. I think this is a very good thing, na nafikiri tuwapigie tena makofi Microspace kwa hii effort ambayo wanafanya. Lakini kuna kitu kingine ambacho vile vile nataka nijaribu kueleza kieleweke. Bwana Yindi, kaka Yindi amesema hapa kwamba focus ya hii platform kwa kiasi kikubwa, we are talking about software development and trading. Kuna hardware development and the sales around it. Tunazungumzia mambo ya artificial intelligence na tunazungumzia vitu vingi. Generally kwa kiasi kikubwa, pamoja na kwamba anazungumzia technologies nyingi zimefocus kwenye ICT. Hii sio bahati mbaya. Hii sio bahati mbaya. Taasisi niliyotoka kabla, Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia, tulikuwa na one of the strategic objectives kwa miaka michache iliyokuwa imepita, ilikuwa ni kupromote technologies with exponential impact. Keyword ni technologies and innovations with exponential impact. Technology na innovations zenye exponential impact ni zile ambazo zinasababisha mabadiliko makubwa na zinaleta maendeleo makubwa na ya haraka katika jamii. Moja wapo ni kama ile wanasema nano medicine. Unajua watu wengi ukinywa dawa kwanza unakunywa dozi kubwa, alafu side effects zinakuwa nyingi. Lakini watu wameanza kuchampion methods za nano medicine, manake una deliver dawa kwa dozi inayotakiwa kwenda kutibu ugonjwa unaotibu bila kusambaa kwingine. That's a catalyst of a technology, na inasababisha mabadiliko makubwa sana kwa sababu itaondoa side effects, dozi itakuwa ndogo na itaenda kuwa delivered pale palipo na tatizo. Hiyo tayari inasababisha mabadiliko makubwa. Lakini the same nanotechnology inaweza kwenda kutengeneza chanjo. The same technology inaweza kwenda kutengeneza vitu vingine. That's exponential technology. Moja ya exponential technologies ambazo sasa hivi kubwa ni artificial intelligence. Some of it wanaita deep learning, machine learning, lakini nitaitamka tu neno artificial intelligence. Artificial intelligence is just big. It's just big. Kuna mtu akasema hivi, I think it was Jason Huang wa Nvidia, anayetengeneza hizi Nvidia chips, akasema hivi, artificial intelligence is not a threat to people, but it is people who use artificial intelligence who are a threat to other people who don't use artificial intelligence. Nikichukua akili yangu mimi hapa,
nikachanganya na AI, nitatoa kitu ambacho hata profesa hawezi kutoa. So artificial intelligence ukichanganya with the human intelligence sasa hivi inaweza kufanya vitu vikubwa. Kwa mfano mimi nimespecialize kwenye, my field is geoinformatics as a remote sensing, kutumia picha za satellite ili kufanya utafiti. Kwa sababu ile field ni kubwa, kwa sababu field ngumu, utakuta kila mtu ana specialize kwenye kaeneo kadogo tu, hydrological modeling, mwingine ana specialize kwenye land use, land cover change, mwingine ana specialize kwenye mambo ya carbon assessment na nini. Huwezi ku specialize kote. Kwa hiyo ile field ile kubwa la remote sensing limekuwa na sekta vidogo, kila mtu ana eneo lake. Lakini nikitumia AI naweza kutumia ile base ujuzi wa GIS afu nikajifunza kitu chochote kwenye mambo ya remote sensing. Kiasi kwamba kwa kutumia AI mimi nakuwa specialist wa hydrology, nakuwa specialist wa change, specialist wa carbon assessment na kila kitu. Kwa maana hiyo AI imesababisha mabadiliko makubwa. Sasa hii summit inazungumzia vitu kama AI na ICT, technologies au innovations zenye mabadiliko makubwa, zinazoleta mabadiliko makubwa. Sio bahati mbaya hata kidogo, and it is very timely, and I'll tell you why. Nilienda Kigali labda mwezi mmoja au miezi miwili, walikuwa na East African Community Summit, na pale theme kubwa ilikuwa artificial intelligence in social development, socio-economic development, namna ambavyo tunaweza kutumia AI ili kubadilisha, kuleta maendeleo ya haraka ya watu binafsi, lakini ya kwenye hata maendeleo ya nchi na ya kiuchumi. Sekta kubwa 3 zilitajwa kuwa ndio za msingi kwa maendeleo ya nchi kwa miaka 10 ijayo. Moja ilikuwa ni agriculture, nyingine ilikuwa education, nyingine ilikuwa ni afya, lakini nyingine ilikuwa Kiswahili as a sovereign model. Kwa ukiangalia sasa hivyo vipaumbele 4, yani agriculture, health, education na Kiswahili language, ni vipaumbele vya Tanzania kwenye ile dira ya 2050, dira ya 2050, lakini vipengele hata kwenye ngazi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na ushirikiano wa kimataifa. ICT and AI inaweza kwenda kukatalyze massive changes in those sectors ambazo ni za kipaumbele. Kwa hiyo fikiria, tunazungumzia AI, tunazungumzia sekta muhimu, lakini tunazungumzia microspace, nasema sisi interest yetu kubwa ni hapa. Kwa hiyo hii sio bahati mbaya. The brains behind the microspace tayari wamesema sisi tutapromote exponential technologies ili tuweze kusababisha mabadiliko makubwa na maendeleo ya haraka kwenye hizi sekta za msingi. Kwa hiyo hii sio bahati mbaya. Kwa hiyo again, natamani tuwapigie makofi microspace and the brains behind it kwa kuanzisha kitu kikubwa ambacho kitabadilisha hizi sekta za uchumi. Nakaribia kumaliza. Kwa kwenye kilimo kwa mfano unaweza kuwa na precision agriculture ambayo inatumia artificial intelligence, geolocation na nini. Maana yake pale unaweza kutuma drone ikaenda ikaweka mbegu, ikamwagilia na mbolea precisely. Kwa hiyo inapunguza matumizi makubwa ya mbolea na maji na vitu vingine. Lakini unaweza kutumia precision agriculture, kwa maana ukatumia drone zenye AI, inaenda ikaangalia shambani wapi ambako kuna magonjwa ya mimea au wapi ambako mmea umekauka, ili uweze ukapeleke rasilimali maji kumwagilia pale. Ukiweza kufanya precision agriculture, kilimo kitapanda juu. Ukienda kupeleka AI kwenye tiba, utaharakisha tiba na utakuwa unafanya diagnosis. Kwa mfano, sijui kama ni wengi mnafahamu kwamba watu wengi wanafariki hasa wanapopata tiba kwa sababu ya wrong diagnosis and misdiagnosis. Sijui kama wengi mnafahamu. Watu wanafariki wakati mwingine, sisemi kwamba ukienda hospitali utakufa, hapana. Ila wale ambao bahati mbaya wanafariki ni kwa sababu ya misdiagnosis. Kwa unaweza kumpa mtu dawa ya malaria wakati yeye anaumwa labda anaumwa yellow fever. Unaweza kuwa unampa mtu dawa ya kutibu vidonda vya tumbo wakati mtu ana ile H pylori.
Lakini ukitumia AI it speeds up and makes diagnosis accurate. Kuna rafiki yangu mmoja alidevelop AI algorithm yake ambayo ilikuwa ina uwezo wa kudiagnose cancer ya matiti haraka na kwa uhakika. Kwa anachukua zile mammogram, alikuwa amefeed zile mammogram x-ray zile nyingi, yenyewe ilikuwa imejifunza kule. Kwa alichokuwa anafanya, wanaweza kumpiga tu x-ray mtu, inafanya diagnosis, inalinganisha na rekodi nyingi ambazo wamekuwa trained nazo, alafu unakuta all of a sudden mtu anaweza kudiagnose cancer haraka na kwa uhakika. Na wakati mwingine unaweza kudiagnose cancer remotely. Mtu anakuambia mulika hiyo mammogram, inaenda kuwa fed kwenye AI, tayari mtu anapata picha pale ya ugonjwa anaoumwa bila kwenda kusafiri kwenda hospitali kama ile Cancer Research Ocean Road. Kwa AI is catalyzing all this field. Sasa labda tu nianze tunapoenda kumalizia niseme hivi, kwa nini kuna haja ya private entities, sekta binafsi pamoja na taasisi za serikali, kwa nini zifanye kazi pamoja kwenye kitu kama hiki, kuendeleza vijana, kuendeleza wabunifu, kuendeleza bunifu, kujenga uchumi mpya ambao umebezi kwenye teknoloji na bunifu? Kwa nini zifanye kazi pamoja? Taasisi binafsi zina asili ya kuwa very fast, very speedy, zinafanya kazi haraka, haziogopi kufeli, they don't focus on the process, zinaangalia matokeo. Lakini hata ikitokea kwamba zimefeli, zinainuka haraka na kujifunza. Kwa maana hiyo, ukiwa taasisi binafsi ikisimamia vitu kama AI na ICT na vikasimamia kutengeneza summit kama hii, maana yake inaweza kwenda haraka, ikawa developed haraka, ika take off haraka, ika take risks vile vile. Hiyo ni upande mmoja. Kwa nini vile vile tunahitaji serikali? Upande wa pili, tunajua kwamba serikali kwa kiasi kikubwa ina base zaidi kwenye procedure na hierarchy. Inaangalia matokeo, lakini haiangalii matokeo kama inavyoangalia procedure ikoje. Ni sawa na kwenye mpira, private sector kwa kiasi kikubwa wanaangalia magoli. Kwa hiyo hapa katikati hatujali umekata changa ngapi, wanaangalia magoli. Taasisi za serikali nazo zinaangalia magoli, lakini kwa kiasi kikubwa zinaangalia kakata chenga ngapi, kafuata sheria, kafuata protocol. Ukienda kasi kama private sector, you are likely to reach there. Lakini vile chance ni kubwa ya kufeli, na ni chance kubwa ya wewe kutokueleweka, na ni chance kubwa kwa taasisi ya binafsi wakati mwingine kutokuaminika. Kwa mfano, nani ambaye anaweza kwenda na taasisi yake ya binafsi ambayo haijawa establish vizuri akapata mkopo benki? Sio wengi. Lakini taasisi ya serikali ikiwa sehemu ya nguvu ambayo inaendesha microspace na inaibua wabunifu kama nyie, taasisi ya serikali ni rahisi sana kutengeneza ile mfumo wa kuaminika, kiasi kwamba hata private entity inaweza kupata support yote ya kifedha na vitu vingine, hata ya mambo ya kisheria na mambo ya business regulation, kuliko ikioperate peke yake. Kwa hiyo wote tunahitajiana. Taasisi ya binafsi acting fast going forward, taasisi ya serikali iko pale kwa ajili ya kujenga credibility. Kwa hiyo wote tunahitajiana, na hapa tunavyozungumza sasa hivi Microspace Summit inatuleta wadau wote pamoja: taasisi binafsi, serikali, technologies, individuals and companies and so on and so forth. Nimeongea mambo mengi sana, lakini ningependa labda nipendekeze kitu kimoja au viwili kuanzia sasa na kuendelea mbele. Cha kwanza, nafikiri ni muhimu for us to formalize this platform. Leo hii tunazindua Microspace. Tunataka iwe sehemu ya mfumo. It needs to be formalized. Ikiwezekana iwe na secretariat, iwe na clear annual calendar kwamba matukio yatafanyika kila mwaka kiasi gani, mangapi na wakati gani. Tuwe na mfumo ambao ni very transparent, kwamba wale ambao wanachaguliwa kama wabunifu kushindanishwa, mfumo ukoje? Is it a transparent system? Hiyo lazima tuwe nayo. Najua sasa hivi tunaelekea huko, na kwa kiasi fulani tuko huko, lakini it's a good thing to formalize it. Iwepo timu ya watu wanaoendesha mfumo wa ushindani, uwe transparent, alafu kalenda yake, matukio yake yawe predictable. Niliambiwa actually NMB walikuwa nataka kutoa hela sehemu,
Wakasema kila mwezi kutoa hela sisi tukaenda kusponsor tukio kwa sababu mmeshtukiza. Lazima tuwe na calendar of events. Tujue mwaka mzima mmepanga matukio gani, alafu sisi tunaweza kujiandaa na kuchagua partnership kwa baadhi ya matukio ambayo mtayafanya kwa huo mwaka. Formalization I think is very very important, na taasisi nyingi za fedha kama NMB au akina corporate social responsibility fund zinaweza kuifuata microspace kwa sababu it's formalized and it's predictable. Naomba katika bunifu ambazo zitaibuliwa sio tu leo, uko mbele, we should take Kiswahili language AI very serious. Kiangalia sasa hivi artificial intelligence is everywhere na inasababisha mabadiliko makubwa kila sehemu. Lakini zile language models hazijabase kwenye Kiswahili. Zimebase zaidi kwenye lugha za kigeni. Kiasi kwamba ukienda ukaiprompt AI kwenye vitu vya Kiswahili, it is likely not to give you very good answers. Wangapi ambao wamejaribu kugenerate image kwenye Grok au wakati mwingine ChatGPT? Wangapi ambao wamejaribu kugenerate image ya mtu mweusi, alafu mtu mweusi anatokea kama mzungu ambaye amepigwa brush? Unakuta ni mtu mweusi lakini nywele za kizungu. Why? It's because of the training models zile hazijatumia models au language ya Kitanzania au ya East Africa. Kwa sasa hivi we need to develop Swahili models so that AI can also give us good results basing on Tanzania and East Africa. Na zaidi hapo tunapozidi kutengeneza language model ya Kiafrika tayari na soko. Wangapi ambao mmeingia kwenye LinkedIn zenu mnakuta kwamba wanasema, "Oh, we want you to train this model and we'll pay you per hour." Tutakulipa $20 iwapo utaifundisha model yetu kitu hichi. Kumbe tayari kuanza kutrain language models za Kiswahili tayari na soko. You can get paid to train, lakini tukidevelop language model yetu itatupa matokeo mazuri ambayo yako within the context of Tanzania na East Africa. Alafu zaidi ya hapo, mkishabuni na mkatengeneza language model ya Kitanzania, ya Kiswahili, tayari una soko la watu zaidi ya milioni 200 East Africa. Sasa hivi ziko nchi zaidi ya 7 nafikiri. Kuna soko la watu wa milioni 200 wanaoongea Kiswahili. So, hiyo Kiswahili model tayari itakuwa tayari kukua consumed na soko la watu zaidi ya milioni 200. Na sasa hivi wamekuwa kiadvocate kwamba Kiswahili kitumike kwa ajili ya SADC. Maana yake soko la Swahili language model itakuwa kubwa zaidi kama SADC yote itatumia Kiswahili. Tayari nafikiri imesha adopt Kiswahili kama mojawapo ya their official languages. So a big focus should be on also Swahili models. Kingine ambacho ningependa kupendekeza ni kwamba tangu summit inapoanza kama hivi sasa hivi ndio tuna launch, isije ikatokea kwa bahati mbaya tu ndio mnakuwa international. It must be designed from the get go, kwamba tunapotengeneza microspace ya kitaifa hapa ni pa kuanzia tu, lakini ndani ya design yake maana yake iweze kwenda beyond Tanzania. Why am I saying this? Tukiweza kudesign tangu mwanzo kwa microspace kwenda kuwa ya kimataifa, itawaibua wabunifu hawa, lakini itawapeleka international. What do I mean? Kuna kijana mmoja anaitwa Godfrey Magila. Yeye alianza with very very humble beginnings like you. Alikuwa ni mbunifu, baadaye akaja akaibuliwa pale Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia. Alikuwa anasoma accounts, lakini alikuwa mtundu creating apps. And then one of his products ilikuwa backup application. Wakati ule smartphone hazikuwepo sana. Kwa hiyo backup ilikuwa inafanyika kwenye mtandao kama hivi Tigo. Yeye aliweza kutengeneza system ya backup from your SMSs na vitu vingine, kiasi kwamba simu yako ikiharibika au ikipotea, you can still restore those messages kutoka kwenye server za Tigo. Baadaye pale alipoibuliwa wakamboresha, they gave him skills, wakamkutanisha na wataalamu wengine, so he got better and better and better. Wakamfundisha sasa ule utundu wake kuubiasharisha, akafikia hatua nzuri. Baada ya kufikia hatua nzuri, wakamuundia team ya negotiators na wanasheria, wakaenda kampuni kadhaa za simu, moja wapo ni Tigo. Wakaenda pale wakanegotiate, Tigo got interested in his product.
baada ya kuwa interested kwenye product yake ikanunuliwa kwa shilingi milioni 400. In one instance, baada ya kuhangaika na ile Tigo backup system, akatengeneza milioni 400 akiwa na support ya serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia. Sasa hivi as we speak, anasema yeye ameiseti Tanzania kuwa exporter of technologies, not just importer. Solution anazozitengeneza yeye za security, za database, za kukusanya kodi na nini, solution ambazo zimetengenezwa na kijana wa Tanzania hapa Tanzania, sasa hivi zinauzwa nchi zingine. In other words, microspace ikiisha kuwa global, Tanzanian innovators wanaweza kuwa exporters of technologies through this platform to other countries. Kwa hiyo isitokee kwamba microspace ikue kwa bahati nzuri au mbaya. It needs to be designed tangu mwanzo kwenye mpango wake wa kwanza, iko siku itakuja kuwa global, so that young innovators like yourself unatengeneza milioni 400 yako ya kwanza, na eventually unatengeneza bilioni yako ya kwanza na bilioni 100 na kuendelea yako ya kwanza through this platform, lakini sio kwa kuuza hapa, ila ni kwa kuuza na kuingia partnership na taasisi au nchi za nje. Basi mimi bwana nashukuru sana kwa kunivumilia. Nimeongea sana, si kwa sababu ni mgeni rasmi, hamna mtu aliyeniambia time out. Nashukuru sana kwa ukaribu wenu na kutokuchoka kunisikiliza, and as far as I can see hamna mtu aliyelala hapa. Kwa hiyo mimi ninachotaka ni kuwakumbusha tu. Kwanza nimesema we have young Tanzanians here, young innovators who are brilliant kuliko sisi tulivyowahi kuwa. You need to take your brilliance and develop it into products and services. Lakini vile nimesema the time is right. Mazingira ni wezeshi, kuna internet, kuna taasisi za binafsi ziko tayari kwa support. Vile serikali iko tayari kuteam up na taasisi za binafsi kuwanyanyua nyie, kwa sababu ni agenda ya serikali vile kuibua vijana ambao watalisogeza taifa mbele. Lakini vile nimejaribu kupendekeza kwamba tunapofikiria kuhusiana na mambo ya MySpace, we shouldn't think small, we need to think big. Leo tunaanza kitaifa, lakini tunataka kesho tuwe global, so that all of you can become exporters and sellers of technologies from Tanzania. With those very many words, na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Profesa Adolf Mkenda, naisifia sana na natoa sifa rukuki kwa hii taasisi, na nasema kwamba tuko tayari kushirikiana nanyi na kutoa support yote ambayo microspace inahitaji ili ijisimike nchini humu, lakini vile isambae iwe a global platform. Na kwa maneno hayo naomba niseme rasmi kwamba sasa Microspace Tech Summit 2026 tayari imeisha zinduliwa, iko launched, na tunategemea tuone mambo makubwa. Na niwatakie wote nyie siku nzima ya leo muwe na discussion nzuri, presentation nzuri, pitch event nzuri, kila kitu kiwe live na kila kitu kiwezekana tukione kwenye vyombo vya habari. Hata kama sisi wengine sitakuwepo, nitakuwepo safarini, najua kuna jambo zuri linaendelea. Nawatakia kila la heri na washukuru sana. Asante.